nguvu yetu. Hii ndiyo nguvu yetu. Kwa hiyo basi, baada ya maelezo hayo kuweka sawa, kujua maana nzima ya tendo hili ambalo tunalifanya, sasa tujue maana kidogo ya hija. Pengine wachache ambao walifanikiwa, wanahitimu wangapi walikuja kupokea msalaba? Tulianza safari ya kutembea na msalaba. Pole pole tunaenda tukiimba, tukisali kwa njia ya kuimba. Tumeenda tukafika mpaka wapi? Ndiwili. Fika Ndiwili kwa kuna ibada ya liturujia ya maungamo na fanya hivyo. Bado tukatoka pale tukafika mpaka wapi? Ihimbo. Sasa huku kutembea huku, kutoka huku nyumbani ufika kule tena kwanza kuja mpaka huku kutembea na msalaba, kufika mpaka huku kusali kwa ndani ya safari hiyo tunaimba tunasali. Hiyo ndio maana ya hija. Ni kutoka kwenda, kufika, kukaa bila kupoteza muda. Sio bila unaenda kukaa tu bora mlanya, unakaa kwa ajili ya kusikiliza kama hapa hivi. Unakaa kwa ajili ya kutazama msalaba kama wale Israeli walipokuwa kutazama msalaba wanapona. Kama kwa kutazama ile nyoka wa shaba baada ya kuumwa na ule nyoka mwenye sumu kali, walikuwa wakipona. Tunatazama msalaba. Tunahusianisha maisha yetu na maisha ya msalaba. Maisha yetu na ukombozi ututikwa. Yaani moja kwa moja tafakari yako inaenda moja kwa moja katika ule msalaba. Na unahusianisha kama ni mateso, magonjwa, shida mbalimbali, mafarakano, yote hayo. Wewe utasema msalaba moja kwa moja, Yesu naomba nipone. Naomba nipone. Kwa hiyo ndiyo maana ya hija. Tumetoka tumefika, tupo hapa. Tuko hapa tunasikiliza. Baadaye tutarudi. Na kila mtaporudi mara moja tutarudi nyumbani kwake. Unaporudi nyumbani kwake, basi tuone mabadiliko. Sasa baada ya kutoka kwenda kufika, kanisa linasemaje? Kwanza lilianza kutuambia kanisa miaka tukianza kuangalia historia ya kanisa, tutaanza kuchanganyikiwa kidogo. Tuanzie tu historia tu ya hapa jirani kabisa. Baada ya kuwa kanisa limetambua kwamba hija inatakiwa angalau baada ya miaka 50, baada ya kubadilisha fika baada ya miaka 25, angalau kila mmoja aweze kushiriki hija hiyo. Na tulio wengi hapa, hija ambayo tumeshiriki ya kwanza kabisa ilikuwa ya mwaka 2000. Wangapi walishiriki hija ya mwaka 2000? Mfano kwa hapa. Sawa. Nyinyi ndio mlishiriki hija ya mwaka 2000. Ile hija ya mwaka 2000 ilikuwa ni miaka 2000 ya Ukristo. Na sababu kutoka mwaka 1450 ndipo ulipoanza kubadilika utaratibu wa kufanya jubilei ya miaka 50 na ikaja 25 kwa ajili ya kuwapa kila mmoja aweze kushiriki jubilei. Sisi hapa tuna bahati sababu tumeshiriki mwaka 2000, tunashiriki mwaka gani? 2025. Hatujui mwaka 2050 itakuwaje. Kama tutakuwepo hai, pengine hao wanaweza kawepo. Lakini pengine tutatusiwepo. Lakini maana yake ni nini? Kwamba kama ni hivyo, basi tutambue kwamba jubilei ni kitu muhimu sana. Kusherehekea jubilei ni kitu muhimu sana. Kama ni kila miaka 25, tujue miaka 25 tutafika. Sasa tupata bahati hii, jichotene hizo rehema kamili. Jichotee hizo baraka. Na ndani sasa ya jubilei kuanzia mwaka 2000 ilikuwa ina kauli mbiu. Kauli mbiu yake ilikuwa kwanza ilikuwa ni salamu. Kauli mbiu kwanza ilikuwa kuna salamu. Kama Kristo jana tunasemaje? Kristo jana, leo daima na milele. Ama Kristo kwa tumaini? Kristo tumaini Kristo tumaini kwa watu wote. Ndio ilikuwa kauli mbiu hiyo. Kwa kuna kauli mbiu, kwa kauli mbiu ni kama ndio mwongozo sasa wa kiimani unaotuelekeza sisi katika miaka hiyo unaanza mwaka wa kwanza mpaka wa 25 tuishi kwa kauli mbiu hiyo. Kwa tuma Kristo tumaini letu. Na sasa tunaongeza kitu kingine kwa watu wote.
Alafu kingine kwamba Kristo jana tunasemaje? Tulikuwa tunasema Kristo jana hiyo ndio ilikuwa kauli mbiu ya mwaka gani? Mwaka 2000. Mbiu inasemaje? Kusema Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Kwa neno matumaini halitoki. Hili lipo. Kwa nini neno matumaini lipo? Hili lipo na itaendelea kuwepo kwa sababu sisi tunaendelea kuitumainia mbingu ambayo ipo baadaye na sasa. Mbingu iko baadaye na sasa. Maana sasa tunapoishi kwa kumtegemea Mungu, tunapoishi kwa matumaini, tunapoishi zile hata sasa tunapoishi zile fadhila nne za imani, matumaini na mapendo, ina maana hiyo mbingu tunaitegemea ipo baadaye, lakini pia tunaishi sasa. Kubadilika, sababu maana ya hija ni kuleta upya. Katika historia ya Israeli baada ya miaka 50, basi Mungu aliagiza kwamba wana wa Israeli kwanza wapumzishe ardhi wasilime mwaka huo. Kama walikuwa na wafungwa wawatoe magerezani, kama walikuwa kuna watu madeni, wanawake wanaodai madeni wafanye nini? Wawasamehe madeni yao. Basi kama historia hii kuleta upya. Kwa hiyo huu upya unaendelea. Kwa sasa hivi Jubilei hii ituletee upya, itufanye wapya. Tusiwe watu wa vile tu, kwamba kama Jubilei 2025 mahujaji, tuwe kweli mahujaji katika matumaini, kwamba tupo katika safari ya hija hiyo ya kuelekea wapi? Yerusalemu ya mbinguni, ambayo sasa ndani ya safari hiyo tutambue kwamba ndani yake kuna mapambano mengi, mapambano ya kimwili, mapambano ya kiroho. Ni tabia inayompa mtu maelekeo, uwezo na nguvu ya kutenda mema kwa msaada wa neema ya kimungu. Hiyo ndio maana ya fadhila. Kwa tabia fulani ambayo inampa mtu maelekeo, uwezo na nguvu ya kutenda mema. Hii ndio dawa ya dhambi. Dawa ya dhambi ni kuishi fadhila. Ndio hiyo tu. Dawa ya dhambi sio kuhangaika kwenda kule, ni kuishi fadhila. Na fadhila hizo lazima zielekezwe kwenye lengo kuu la uumbaji wetu, yaani utukufu wa Mungu na wokovu wa watu. Kwa nini tumeumbwa? Kwamba tusiishi kwa mazoea. Kwamba tunaamka asubuhi, tumeenda kwenye shughuli zetu, tumerudi, tunatoka, tumekaa, tumefanya kile, afu basi imeisha. Lazima tuwe na swali la kwa nini? Kwa nini nipo hapa? Kwa nini nimeamka nikiwa salama? Mimi ni fulani. Kwa nini naitwa fulani? Kwa nini nipo hapa? Utakuta majibu huwezi kuyapata moja kwa moja. Lakini katekisimu inatuambia kwamba tu duniani kusudi gani? Yasikia. Tu duniani tutumikie Mungu tupate kufika naye mbinguni. Kwa swali la kwa nini inabidi tujiulize, basi tupe majibu hayo, kwamba hatupo hapa kwa mazoea tu, ama kucheza ama kwa namna fulani tu.